jamii ya Waturkana, na siku ya leo tumekuja hapa Northern Galaxy, mali ambayo mheshimiwa Nicholas Lorot ambaye ni mheshimiwa ya Borat Ward aliweza kupigwa risasi 4 akiwa ndani ya hoteli. Alipotoka kuingia kwa gari yake akawezwa kupigwa na mkora risasi 4, na tangu siku hiyo hakuna ripoti yoyote tumepata kwa DCI. Tumejaribu kuongojea kama kuna mtu yote ameshikwa, lakini mpaka wa leo hii hakuna mtu ambayo ameweza kushikwa. Na ndiposa tumekuja hapa siku ya leo kuambia serikali ya kwamba ni lazima tunahitaji haki ya mheshimiwa Lorot iweze kupatikana. Tumesema ni lazima, wapende wasipende, tunataka haki ya mheshimiwa Lorot iweze kupatikana. Sisi kama jamii ya Waturkana tumeweza kuvumilia. Sisi kama jamii ambayo Lorot ameweza kutoka, tuliweza kushikilia vijana yetu, watu wetu, na tukasema ya kwamba msishukue hatua yoyote, na waliweza kutusikiza. Lakini mpaka wa leo hii inaonekana ya kwamba mwenye alipigwa risasi ni kama kuku, sio mwanadamu, sio kiongozi ndio amepigwa, ni kama kuku ndio amepigwa risasi. Lingine ambayo nataka kuongelea ni management ya hii hotel, kwa sababu tumepata habari ya kwamba hawana CCTV yao, hawana seva ya kusave yale ambayo yanaendelea. Tunataka kujua kwamba kwa nini. La mwisho ambayo nataka kusema, tunataka kusema ya kwamba watu wetu tuendelee kuvumilia vile ambayo tumevumilia kwa hiyo muda yote. Tuvumilie mpaka tupate haki ya Lorot. Lakini nataka kutahadharisha sana wale viongozi wa serikali ambayo wako Isiolo, ya kwamba kuna wale ambayo wamebebwa na wanasiasa. Kuna viongozi ambayo wamewekwa kwa wanasiasa, wamewekwa kwa mfuko, ambayo mpaka wa leo hii hakuna uchunguzi ambayo imejulikana ni nani alifanya hiyo kitu. Ni ajabu sana. Ajabu sana. Sisi kama wakaaji wa Isiolo tunasema ya kwamba hatuko safe. Hatuko safe kama wakaaji wa Isiolo. Kwa sababu kama jambo kama hiyo imetendeka mchana saa 1:30 na ni town, sio mali inaitwa reserve, ni town. Je, na raia? Kwa hivyo raia ya Isiolo sisi tuko hatari sana kama tunaweza kufamiwa mchana na hakuna hatua. Saa hii inaenda 2 weeks, hakuna kitu yoyote ambaye tumepata. Kwa hivyo tunasema kwamba hiyo ni dhuluma, na tunataka DCI tafadhali utoe ripoti kwa haraka. Kama hutatoa ripoti, sisi tunaenda kwa Senate, na tayari tumejipanga kwenda kwa Senate, tumejipanga kwenda mpaka kwa Parliament, mpaka haki yetu ipatikane, mpaka haki ya Isiolo ipatikane. This is the crime scene where our Hebo MCA Borat Ward Nicholas Lorot was shot 4 bullets. And the reason as why we are here, there are some fishy games that are going on. This hotel has the CCTV. The information we received is that the CCTV spotted only the motorbike of the assassin, but not the number plate. So how possible that the CCTV can see the motorbike, but not the person in the motorbike, together with the number plate, to give us the CCTV footage of the assassin? It is now 7 days since the MCA was shot. We are still vigilant, we are patient, waiting for the DCI to give us full statement of what happened to Mr. Honorable Nicholas Lorot. But up to today, nothing has happened. Up to today, nothing has totally happened. So what we are saying, we don't want to take the law into our hands, because we love our country and we love peace. We only need this, the report, we need the statement, and we will be fully satisfied with that. Last thing, Isiolo is for everybody. This is a cosmopolitan town. Anybody, any Kenyan has a right to live in this Isiolo. It is not that we are children of a lesser God, so that we are facing all this. We are not. 2 incidents has happened at the same time. There is another NPR who was killed. He was shot 2 days. The police has not went for the body, and he was on injury 2 days until he lost his life. Nothing has happened to the same police of Isiolo County.
So we want report of Honorable Nicholas Lorot. Kwa majina naitwa Veronica from Burat Ward na mimi ni profession. Jambo yenye inanisumbua sana na inanikasirisha sana, hoteli kubwa kama hii haina CCTV cameras na haina memory ya kureserve ama kustore zile activities zinaendelea mbele hoteli yao. Na imekuwa hapa for long. So hiyo inanikasirisha sana. Na pia DCI wako na jukumu ya kwamba hapa hivi ilikuwa mchana and they have the powers ya kushika all the calls zenye zilikuwa zinaendelea hapa. Ile message zote zilikuwa zina circulate that 7:30 to 7:50 to 9. Inafaa kwa DCI wametuambia ni kina nani. Kwa sababu hatuwezi kaa inchi yenye inakaa iko na askari kila pahali na tunaenda kuumia. Yaani saa 1:30 mheshimiwa anapigwa bullet in front of this hotel. It is very sad. Iweze kutuproduce the footage of the citizen nini. Tunataka huyo assassin tumjue. Na kwa DCI tunaomba mko na ruhusa ya kuongea na Safaricom tujue communication yenye ilikuwa inaendelea that day ilikuwa ni gani, ndio waweze kuchunga watuambie wale wali communicate within this hotel for that time kama wamepatikana ama hawajapatikana. Na since that day we have not seen any communication from the DCI or the any law organs. Hakuna yenye wametupatia report. Na sheria iko na mkono mrefu, tunataka watumie mikono yao mrefu. Na tunataka hiyo bunduki yenye ilipiga mheshimiwa itolewe. Because they have their cartridges, let them use their intelligence to produce the owner of that gun. We want the assassin. Yes. Kwanza hakukuweko na eyewitness. Eyewitness ule alikuwa hapo ni mheshimiwa mwenyewe Lorot. Tunaelewana mpaka hapo. So he is the only eyewitness. Kama anaweza ku-identify mwenye alipiga risasi, si hiyo ni sawa. Na DCI aliniambia wamepanga kukutana na yeye leo wakiwa na county commander wa polisi. Ndio wa record statement. Tunaelewana mpaka hapo. So yeye ndio crucial witness ya ile incident ambayo ilifanyika. Ya pili ni kwamba kuna CCTV footage. Ile CCTV ilikuwa Galaxy haikuwa na backup, so hatuwezi tegemea hiyo, lakini polisi wameomba neighboring building ambaye kulikuwa na CCTV ambaye ilichukua ile motorbike na imechukua huyu jamaa ambaye alicross the road akaingia kwa hoteli na akapiga risasi. Lakini vile sasa alikuwa amevaa reflective jacket na helmet. Helmet, mtu akivaa helmet mtu utaweza mtambua haraka. Ni rahisi. Forensic sasa hapo ndio naye wametuma Nairobi. Wanangojea majibu. Wametumana fortunately pengine kuna mahali huyu jamaa alipiga simu. Na pengine sasa kutumia triangulation naweza lakini si kitu rahisi. Niliwaambia last time it is like looking for a pin in a haystack. See, right? It's not the only incident that is happening. The whole country is relying on one source. And it normally takes time. But wanaendelea nayo kungojea. Kuna ofisa hata wameitisha from Nairobi akuje kusaidia kufanya analysis. Because it's about analysis. See, objective ni kupata the criminal. Ama kuna mmoja wenu anajua who it was. So we are relying on investigation. Na investigation you cannot hasten kuharakisha as if it is an emergency. It is meticulous. But how are we sure that Lorot, now that maybe is from the hospital, how safe is he out there? How is the government taking care of him out there now? Because you do not know us. No, security begins with you and me. Yes. Kila mtu wako na wajibu ya kumind about their own security. Tunasema hata hii incident ni perhaps someone alikuwa amemonitor movement ya hawa MCAs. Na wakajua kuna vile wanaendanga hapo. Mambo ya routine. Every day, every certain such a time wanaonekana mahali fulani. Si mtu atakungojea hapo. So mambo ya routine in security matters ni risky, a bit risky.